Mtazamaji popote pale ulipo, tunaendelea pamoja dada mhifadhi, niko nawe Sofia Kesi katika safari yetu ya masuala mazima ya utalii, ambapo kama ilivyo kawaida tunapita katika vivutio mbalimbali vya utalii nchini Tanzania, na bado niko ndani ya kanda ya kusini kuangazia vivutio hivyo. Na leo ninapiga kambi hapa katika msitu wa Pindiro kuangalia yaliomo ndani ya msitu huu ni yapi. Kwa hivyo ungana nami twende pamoja uweze kuyajua zaidi. Nyi wazee tunakuwa tajeni zikatenze kimombo zina kanji, mtuoneshe njia safi, mtuepushe matatizo mbalimbali. Kuna watu hapa wametoka mijini, kwamba ninachokiomba tuonesheni njia vizuri ili tuweze kupata wangaza, ili tuweze kuwa na misafara yetu iende sawa. Takriban kilomita 6, mtazamaji, nimeweza kukatiza katika msitu huu mnene, msitu mzito wa Pindiro, kuja kuangazia vivutio ambavyo viko huko ndani. Wakati nikiwa njiani tumepita katika maeneo tofauti tofauti na kuweza kuangazia vivutio ambavyo vinapatikana. Na katika msitu huu yapo maajabu 7. Maajabu hayo mimi sitaki kuyazungumzia sana, lakini kwa undani ni kifupi ni kwamba kuna mti ambao unaitwa ni mti wa bahati, mti ambao ni wa upendo. Mti huu hutumiwa na watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, hasa wenyeji, kwa ajili ya kufunga ndoa. Kwa hivyo kama umepata mpenzi, unataka kufunga ndoa na ile ndoa idumu miaka mingi bila kuharibika wala kukatika, basi mnaenda mnakutana naye, mnafika katika mti huu wa upendo, mnafunga ndoa. Na mara baada ya kufunga ndoa katika mti huu wa upendo, basi huwa tunaondoka na kuelekea katika eneo jingine ambalo ni eneo la bustani ya upendo. Lakini mbali na hilo, katika msitu huu ambacho nimekushuhudia pia ni pango. Ili pango anakaa nyoka mkubwa aina ya chatu tunaweza tukasema, lakini nyoka huyu hakai peke yake, anakaa pia na wanyama wengine. Kwa hivyo inakuwa kama win-win situation, kwamba huyu anakaa huko analinda hivi na huyu anakaa huko analinda hivi. Na msitu huu hapa ndani unampata huyo nyoka mkubwa ambaye anakaa hapa, kama ambavyo unaweza kuona eneo hili nyoka huyo anakaa. Lakini pia ajabu nyingine nzuri katika msitu huu ni uwepo wa kichuguu cha aina yake ambacho kimetengenezwa na nyuki wadogo ambao wanazalisha asali. Kama unavyojua asali ya nyuki wadogo ni tiba, lakini sasa wataalamu pia na tour guide wa eneo hilo wamekuwa kijiuliza, je, hawa nyuki wadogo karne na karne wameweza kutengeneza asali hii? Yani ni asali ambayo iko hapa, itazame jinsi ilivyo. Ni asali ambayo kwa hakika kila mtu anajishangaza imekuaje, lakini ni bonge moja la asali kama unavyoona linaning'inia na hauwezi kugusa ukiingia katika msitu. Kila unachokiona unakiacha jinsi kilivyo, piga picha na uondoke. Ajabu nyingine ambayo inapatikana katika msitu huu ni maji. Kuna maji ya baraka. Baada ya kufanya maombi na baada ya watu kufunga ndoa katika mti wa agano na upendo, basi wanaenda katika bustani, wakisha kula wanapelekwa katika mto huu ambao pale wananawa, yani wanaoshwa kuondoa mauchafu yote walionao mwilini, alafu wanakabidhiwa sasa funguo na kwenda nyumbani kwao kwa ajili ya kuanza maisha. Lakini mtazamaji, ajabu jingine la 7 kama ambavyo nilikuwa nakusimulia katika safari yangu katika msitu huu wa Pindiro ni uwepo wa viboko albino wenye albinism, tunasema hivyo. Wanakosa melanin fulani katika ngozi yao. Na historia yake hapa ni ya kustajabisha, kwa sababu tumeelezwa kwamba hawakuwahi kuwapo hapo awali. Sehemu hii ilikuwa maalum sana kwa ajili ya kufanya uvuvi, lakini pia kufanya matambiko ya asili, wazee wakiomba mvua na maradhi. Pia kukiwa na changamoto za wanyama wakali ambao walikuwa wanavamia mimea, walikuja kuomba katika maeneo haya. Siku moja alifika katika eneo hili Mzee Chimombo kuja kufanya uvuvi, lakini makubwa yalimkuta. Pengine ni kutokana na ule usemi wa kusema kwamba mzalao mwiba mguu huota tende. Yeye alipuuza mila na desturi za wenyeji wa maeneo haya, ikiwa ni Wamachinga na Wamwera. Ikiwa masharti ya eneo hili hakuruhusiwa mtu yote kuja kufanya uvuvi na avue nguo kisha ingia katika eneo hili. Lakini Bwana Chimombo alikuja upande huu wa pili wa bwawa hili, akavua nguo zake, akaingia bwawani kwa ajili ya kuvua samaki. Kwa bahati mbaya, Bwana Chimombo hakuweza kutoka, akapotelea ndani ya bwawa hili la Mto Nyange, ndani ya hifadhi ya mazingira asilia ya Pindiro. Kilichofuata baada ya pale, wenyeji walianza kumtafuta badala ya kumkosa kwa siku nzima na siku yake ya pili. Bwana Chimombo alipuuza zile mila na masharti ya eneo hili, na hivyo alipoingia yeye katika bwawa hili kuvua samaki kwa kudaivu bila, kwa wakati akiwa yuko uchi, ndiye aliweza kugeuka na kuwa kiboko. Kimachinga tunasema ni kuzuka, yani kitu kikitokea ghafla au kikiibuka kitu kigeni tunasema ni kuzuka. Bwana yule Chimombo ndiye alizuka boko wa ajabu. Na kutokana kwamba Chimombo alikuwa albino, na hata boko ambaye aliweza kuzuka ama kuibuka katika eneo hili alikuwa na ulemavu wa ngozi, ama alikuwa kiboko albino. Na hapa kama unavyoona ni meno na vichwa vya viboko ambavyo vimewekwa hapa kuonyesha kwamba bwana eneo hili
wapo viboko ambao wana ualbino, lakini nikwambie tu pia hawapo wenye ualbino peke yake. Wako viboko wa aina 3. Kwa maana ya kwamba yule jamaa baada ya ambaye alikuwa albino akageuka kuwa boko, alienda kuoa nje ya hapa. Yaani kuna mtu ambaye uko jirani alienda kuoa. Kwa alioa mtu ambaye alioa kiboko mwenzie ambaye ni mweusi, akaja naye. Kwa hiyo wamezaa watoto wa aina 3. Wa kwanza wako ni maafkasti ambao wamechukua kwa baba na mama. Wa pili kuna yule ambao alichukua kwa baba tu ambao ni albino, lakini kuna watatu ambao wamechukua kwa mama ambaye ni mweusi kama kawaida. Kwa hiyo fika hapo unakuta familia 3 za viboko hao. Mimi nikushukuru sana kuendelea kuwa nami dada Muhifadhi, kufuatilia taarifa hizi za masuala ya uhifadhi na tukiwa bado kusini kuangazia vivutio vyetu vilivyoko huku. Mimi ni Sofia Kesi, nyuma ya kamera muite Isaya Mwakajana. Kwa leo tuna la ziada, kesho pia ni siku, yapo mengine zaidi ya kiutalii, twende pamoja.